Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo. Leo ni Novemba 13 ya mwaka 2025. Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Mimi naitwa mpekuzi.com. Kazi yangu ni moja, kukusogezea habari za kimichezo, yale yanayojiri na yale ambayo yanayotarajiwa kujili kulingana na taarifa tunazokutana nazo. Kipindi kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba jana kimeendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba ataenda kumkaribisha Petro Atletico kutoka kule nchini Angola kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya makundi michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa mujibu wa taarifa kwa daktari wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, ama ni jopo la madaktari wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, umeweza kutoa taarifa ama ripoti kwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba, kocha Dimitar Pantev. Madaktari hao wameweza kutoa ripoti kuelekea kwa matibabu ya golikipa wa klabu hiyo ya Simba Musa Kamara Pimpin. Ameweza kusema kwamba kwa majeraha ambayo aliweza kuyapata Musa Kamara Pimpin tuweza kuwa sawa kwa siku za hivi karibuni. Jopo la madaktari wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wameweza kumfikishia ripoti mwalimu huyo kocha Dimitar Pantev kwa kusema kwamba majeraha yanayomkabili Musa Kamara Pimpin hayatoweza kupona kwa miezi kadhaa ya hivi karibuni. Tafsiri ni kwamba Musa Kamara Pimpin ataendelea kuwa nje ya uwanja muda mrefu kwelikweli, huku Simba wakielekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku wakiwa na golikipa namba 2, kwa maana kwamba Yakubu Suleiman ndio golikipa kwa hivi sasa kwenye klabu hiyo ya Simba, anayeweza kupewa mategemeo makubwa sana kwenye milingoti mitatu kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Ripoti hiyo bana tu kumfikia kocha Dimitar Pantev na kuweza kupewa ripoti hiyo kuhusiana na Musa Kamara Pimpin kukaa nje muda mrefu, lakini pia jopo la madaktari wa klabu hiyo ya Simba wameweza kufikisha kwa taarifa kwenye bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo ya Simba kuweza kutoa muktasal kuhusiana na golikipa huyo Musa Kamara Pimpin. Maamuzi ya bodi ya wakurugenzi baada ya kuweza kupokea taarifa hiyo kwa madaktari wa klabu hiyo ya Simba, hakuna uwezekano wowote wa Musa Kamara kupona kwa haraka zaidi kurejea katika majukumu yake katika uwanja ama katika mashindano mbalimbali, iwe ligi kuu Tanzania bara ama michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Bodi ya wakurugenzi huku ikisimamiwa ama ikiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Clatous Magori pamoja na mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba Murtaza Ali Mangungu. Maamuzi ambayo walioweza kuyachukua bodi ya wakurugenzi kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba ameeleza kwamba wanashukuru sana kupokea kwa taarifa kutoka jopo la madaktari wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huku taarifa ikieleza kwamba madaktari wamefanya kazi yao kwa kadri vile ambavyo walivyokuwa wakiweza ili kuhakikisha kuweza kumpa matibabu ya kinifu kwelikweli kwa golikipa huyo raia kutoka pale nchini Guinea. Lakini bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba bana tu kuweza kupata taarifa hiyo, ama uongozi wa klabu hiyo umechukua maamuzi ya kwamba wapo katika njia nzuri ya kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo Musa Kamara Pimpin, kwa mujibu wa taarifa nilizokutana nazo ama taarifa zilizoweza kunifikia. Uongozi wa Simba uko karibuni ama mbioni kuweza kukaa chini kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo raia kutoka pale taifa hilo la Guinea, kwa sababu ambazo zilizoweza ama zinazoweza kuwatarajia ama kuwachukua maamuzi hayo kutokana na majeraha yanayomkabili Musa Kamara Pimpin.
Madaktari, ripoti yao ikieleza kwamba hapo awali ilieleza kusema kwamba madaktari wameweza kumfanyia matibabu ya kinifu, lakini kwa matibabu ambayo aliweza kupewa Musa Kamara Pimpin kwa siku za hivi karibuni hakutakuwa na uwezo wa kurejea katika uwanja. Tafsiri ni kwamba Musa Kamara Pimpin atakaa nje muda mrefu mwa uwanja. Lakini hivyo kipindi Simba wapo katika michuano mbalimbali, huku ligi ya mabingwa barani Afrika na huku pia ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kombe la CRDB Bank Federation Cup, mashindano matatu huku Simba yakiweza kuwakabili. Tafsiri ni kwamba Simba watalazimika kuingia sokoni ili kuweza kwenda kupata saini ya golikipa wa kigeni mwingine, ambaye golikipa huyo ataenda kusaidiana na Yakubu Suleiman pamoja na Hussein Abel, ambao hao wote ni magolikipa wazawa wa taifa hili la Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama nilizoweza kutufikia, Simba wako mbioni kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo Musa Kamara Pimpin. Lakini pia Simba wameweza kufanya mawasiliano na management inayoweza kumsimamia Musa Kamara Pimpin, huku akisema kwamba wapo katika mchakato wa mwisho kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo kwa sababu ya majeraha yanayomkabili golikipa Musa Kamara Pimpin. Management ya Musa Kamara Pimpin wao hawana la kujibu, kwa maana kwamba wameweza kupokea kile ambacho walichoweza kuambiwa na uongozi wa klabu hiyo ya Simba, na huku wakisema kwamba wao kwa kitu ambacho wanachokitazama kwa hivi sasa ni uongozi tu wa Simba kuweza kukaa chini na kujaribu kutazama maslahi pamoja na mkataba wao, miaka mingapi ambayo iliyoweza kusalia, na gharama zote zinazomkabili Musa Kamara Pimpin waweze kuzilipa haraka iwezekanavyo. Management ya Musa Kamara Pimpin imesema kwamba wao kwa upande wao hawana kipingamizi, kwa sababu ni maamuzi ambayo Simba wao wameweza kuyachukua. Kama uongozi wa Musa Kamara Pimpin wamekubali kuvunja mkataba na klabu hiyo ya Simba, basi hilo ni swala tu la muda kwenda kukamilika kwa siku za hivi karibuni. Lakini moja kati ya taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama taarifa tu ambazo kabidhiwa, huku akisema kwamba management ya Musa Kamara Pimpin wao wanachokihitaji kwa hivi sasa ni kupewa stake zao zote zilizoweza kubakia ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uongozi wa klabu ya Simba wao wameliafiki swala hilo na wamelikubali, kwa maana kwamba wapo karibu kuvunja mkataba na golikipa huyo Musa Kamara Pimpin. Taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama taarifa nilizokabidhiwa, huku zikieleza kwamba sababu moja pekee ambayo Simba watalazimika kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo raia kutoka pale Guinea ni sababu tu ya majeraha yanayomkabili Musa Kamara Pimpin, na huku Simba wamelazimika kwa kadri vile ambavyo wanavyoweza, huku wakisema kwamba hawana chaguo lingine bali tu kuingia sokoni ifikapo Januari ya mwaka 2020. Simba wako mbioni kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo Musa Kamara Pimpin. Lakini pia Simba wameweza kufanya mawasiliano na management inayoweza kumsimamia Musa Kamara Pimpin, huku akisema kwamba wapo katika mchakato wa mwisho kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo kwa sababu ya majeraha yanayomkabili golikipa Musa Kamara Pimpin. Management ya Musa Kamara Pimpin wao hawana la kujibu, kwa maana kwamba wameweza kupokea kile ambacho walichoweza kuambiwa na uongozi wa klabu hiyo ya Simba, na huku wakisema kwamba wao kwa kitu ambacho wanachokitazama kwa hivi sasa ni uongozi tu wa Simba kuweza kukaa chini na kujaribu kutazama maslahi pamoja na mkataba wao, miaka mingapi ambayo iliyoweza kusalia, na gharama zote zinazomkabili Musa Kamara Pimpin waweze kuzilipa haraka iwezekanavyo. Management ya Musa Kamara Pimpin imesema kwamba wao kwa upande wao hawana kipingamizi, kwa sababu ni maamuzi ambayo Simba wao wameweza kuyachukua. Kama uongozi wa Musa Kamara Pimpin wamekubali kuvunja mkataba na klabu hiyo ya Simba, basi hilo ni swala tu la muda kwenda kukamilika kwa siku za hivi karibuni. Lakini moja kati ya taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama taarifa tu ambazo kabidhiwa, huku akisema kwamba management ya Musa Kamara Pimpin wao wanachokihitaji kwa hivi sasa ni kupewa stake zao zote zilizoweza kubakia ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa hiyo,
uongozi wa klabu ya Simba wao wameliafiki swala hilo na wamelikubali kwa maana kwamba wapo karibu kuvunja mkataba na golikipa huyo Musa Kamara Mpimpini. Taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama taarifa nilizokabidhiwa huku zikieleza kwamba sababu moja pekee ambayo Simba watalazimika kuweza kuvunja mkataba na golikipa huyo raia kutoka pale Guinea ni sababu tu ya majeraha yanayomkabili Musa Kamara Mpimpini, na huku Simba wamelazimika kwa kadri vile ambavyo wanavyoweza, huku wakisema kwamba hawana chaguo lingine bali tu kuingia sokoni ifikapo Januari ya mwaka 2026 ili kwenda kupata saini ya golikipa mwingine wa kigeni. Huku Simba Club inatarajiwa kuingia dimbani Novemba 22 ya mwaka 2025 kwenda kumkabili Atletico kutoka pale nchini Angola kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Na Simba wao wamesema kwamba hii ni moja kati ya sababu ambazo wao wanazozitazama kwa karibu zaidi ili kuingia sokoni kuweza kumpata golikipa mwingine ambaye golikipa huyo ataenda kusaidiana na golikipa wawili ambao ni wazawa wa taifa hili la Tanzania. Huku matamanio ya viongozi wengi wa klabu hiyo wa Simba, baadhi yao wakieleza kwamba hawana matumaini makubwa sana kwa Yakubu Suleiman, ingawa ni golikipa mzuri, ingawa ni golikipa mzawa taifa hili la Tanzania, lakini baadhi tu ya viongozi wa klabu ya Simba wanasema kwamba matamanio kwa golikipa huyo ni madogo sana kwa sababu bado hajaweza kufuata ile falsafa ya mwalimu kocha Dimitar Pantev anachokihitaji mwenyewe. Lakini pia kwa maelezo tu kwa baada tu ya ripoti ya madaktari wa klabu hiyo ya Simba kuweza kumfikishia kocha Dimitar Pantev kuhusiana na ripoti ya golikipa wake Musa Kamara Mpimpini kutokana na majeraha ambayo yanayomkabili. Lakini pia ushauri mkuu ambao kocha Dimitar Pantev aliyoweza kushauri ni kwamba hata yeye pia anatamani kuingia sokoni Januari mwaka 2026 kwenda kumpata golikipa mwingine. Lakini hii ni maamuzi ya kocha mwenyewe Dimitar Pantev, kwa maana kwamba yeye ndiye ambaye aliyeweza kutoa maamuzi ya kinifu zaidi kuhusiana kuingia sokoni fikapo Januari mwaka 2026 kwa ajili ya kwenda kumpata golikipa mwingine. Lakini pia bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo ya Simba huku ikiongozwa na mzee Cletus Magori pamoja na mwenyekiti wa klabu hiyo mzee Murtaza Mangungu, na wao pia wameliafiki swala hilo ifikapo Januari ya mwaka ujao 2026 wao hawatakuwa la kupoteza, wataingia sokoni kwenda kumsajili golikipa mwingine ambaye ni golikipa wa kigeni ili kwa ajili ya kwenda kupeana nafasi ama kupeana challenge kwenye klabu hiyo ya Simba. Huko mwenyekiti huyo akieleza kwamba wao hawana lingine lolote lile la kuweza kulijadili siku za hivi karibuni, kwani maamuzi ambayo yaliyoweza kutolewa na mwalimu kocha Dimitar Pantev yataenda kufanywa kazi. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji, yeye amewaambia tu bodi ya wakurugenzi kwa maana kwamba waweze kujadili kile ambacho wao watakachokitazama na watakachoweza kuchukua maamuzi. Basi yeye kama mwekezaji atachukua tu maamuzi ya kutoa fedha ili kwa ajili ya uongozi wa Simba kuingia sokoni kwa ajili ya kwenda kumchukua ama kumsajili golikipa mwingine mpya, golikipa wa kigeni. Musa Kamara Mpimpini yeye mwenyewe amesemaje? Management ya Musa Kamara Mpimpini wao wameeleza kwamba wako tayari kuvunja mkataba na klabu hiyo ya Simba kutokana na majeraha yanayomkabili golikipa huyo raia kutoka pale taifa hilo la Guinea.